kwenye vichwa vyetu kutokana na matokeo mabaya ambayo tumekuwa nayo katika mechi ambazo zimepita takriban 6. Lakini hii ni mechi mpya, ni mechi ambayo tumejipanga kwenda kupata matokeo mazuri. Haitakuwa rahisi. Unacheza na mpinzani wako namba 1 katika nchi, unacheza na bingwa mtetezi, unacheza na kinara wa ligi. Mechi itakuwa ni ngumu kweli kweli. Wenzetu wanao faida ya kujiamini, na sisi tunao udhaifu huo wa kutojiamini, kwa sababu tumeshagongwa sana na nyoka. Lakini yote kwa yote tutakwenda kupambana. Uzuri ni kwamba tunao timu ambayo ina uwezo mkubwa wa kututetea. Tutakwenda kupambana kwenda kupigania alama 3, tutakwenda kupambana kwenda kupigania heshima ya Simba Sports Club. Tuombe dua wachezaji wetu waamke salama siku ya kesho, waamke wakiwa na afya njema, waamke wakiwa na mentality ya kutosha, waamke wakiwa kwenye kiwango cha ubora wao, waende wakaipiganie nembo na heshima ya Simba Sports Club. Ahmed, umesema kwamba mmefanya mabadiliko ya mpira wetu wa Tanzania kwenye swala la muda. Wao wamefanya saa 10, nyinyi mmefanya saa 2. Kulikuwa hakuna mvutano wote? Hakuna mvutano, hiyo ndio kanuni. Mwenyeji anafanya mazoezi muda wa mechi. Kwa hiyo kama tunge mechi wenyewe wamefanya saa 10, sisi tumefanya muda wa mechi. Kwa mechi ya marudiano sisi tutafanya mazoezi muda mwingine, wenyewe watafanya muda wa mechi. Kama mnakumbuka kwenye mechi za kimataifa sisi huwa tunafanya mazoezi asubuhi saa 4, alafu mgeni wetu anakuja kufanya mazoezi saa 10 ule muda wa mechi. Kwa hiyo ni jambo la kanuni na ni ushindi mkubwa kweli kweli. Msimu uliopita wakati anatokea haya masekeseke ya kufanya mazoezi katika uwanja, nilisikia hata baadhi ya waandishi wanasema, mimi tangu nimezaliwa sijawahi kuona Simba na Yanga inafanya mazoezi katika uwanja wa mechi husika. Sasa tumeiondoa hiyo notion, tumeondoa huo utamaduni, na sasa kanuni imesimama, kila mtu amesimamia kwenye kanuni, mambo ni gwede. Unazungumzia Watanzania wanafurahi kuelekea mechi ya kesho, au zungumzii wana Simba mnafurahi kuelekea mechi ya kesho kama ambavyo wanajinasi kwanza kuna vitu viwili. Kufika siku ya dabi, hiyo ni furaha ya nchi. Kuna nchi hazina msisimko wa mechi ya aina hii. Kwa Simba Sports Club kuwa na mechi ya aina hii, na sisi uzuri wetu ni kwamba mechi ya aina hii hatuna moja, tunazo takriban 2 ama 3. Kwa kufika katika mechi ya namna hii, hiyo ni furaha na ile pride, fahari ya Watanzania wote. Sasa kuelekea kwenye mechi yenyewe ambayo inaamua matokeo, hapo sasa kila mtu anagawanyika kuelekea kwenye matokeo. Lakini kufika kwenye mechi hiyo ni fahari ambayo tunapaswa kujivuna nayo. Kwa nini mnaenda kinyonge? Hatuko vizuri sana. Kwanza ukiangalia record za mechi za hivi karibuni hatujapata matokeo. Nikikwambia kwamba tuna confidence ya 100% ngapi nitakuwa na kudanganya. Tuna tunakosa hiyo confidence ya kujitunisha kwa aina ya matokeo tuliyokuwa nayo sisi against mpinzani wetu kwa miaka ya hivi karibuni. Lakini mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu ya NBC nayo vile imetupunguzia hali ya kujiamini, japo imetuongezea nguvu ya kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika mechi hii dhidi ya mtani wetu. Umezungumza hapo maandalizi, kwamba ni mechi ngumu sana kwa sababu mtakapokuja matokeo na kukunja utaje kwa ingine. Ni mechi ngumu, ni mechi ngumu sana, ngumu tena sana. Na ina sababu nyingi ya hii mechi kuwa ngumu. Historia ya timu hizi mbili, ukiangalia msimamo wa ligi, sisi kama tunashinda mchezo huu, maana yake tunajiweka sawa kwenye mbio za ubingwa. Kama tunapoteza, tunajiweka katika mazingira magumu. Sasa kucheza mechi ambayo lazima upate kitu kizuri inakuaga na option ngumu. Kwa mpinzani wetu kwa mfano, anaweza siwe na pressure kubwa sana, kwa sababu hata akipoteza bado anaendelea kuwa juu yetu. Sisi tukipoteza tunazidi kurudi nyuma dhidi yake, maana yake ni kwamba inatengeneza ugumu katika mchezo. Ahmed, kwenye question kuna maingizo mengi mapya. Je, kuna maneno yote ambayo umewaambia kwamba kuna umuhimu wa hii dabi? Uzuri ni kwamba wanafahamu,
na wachezaji tuliokuwa nao sio wachezaji wadogo sana, ni wachezaji ambao wamecheza katika ligi zao hizo na wanafahamu what is derby. Lakini tumewaambia vile vile na tunaendelea kuambia hii ni derby ya tofauti kabisa. Unazungumza na Rushaine ya kwamba wewe umetoka Mamelodi, of course huko kwenu mna mechi kubwa dhidi ya Pirates, dhidi ya Orlando, lakini hii ni mechi ya tofauti kabisa. Kwa hiyo moja mmoja tunawaambia. Unazungumza na Kante, yes, wewe umetoka Tunisia, kule kuna Esperance, sijui kuna nani, lakini huku kuna Simba na Yanga, ni tofauti kabisa na timu iliyotoka against Esperance. Kwa hiyo tunawaambia, na uzuri ni kwamba wao wanaiona atmosphere ya nje, wanajua kabisa hii sio mechi ya kawaida, lazima wajitoe at the level best, ya kiwango cha mwisho kabisa ili kwenda kupata matokeo. Na tunawaambia wale ambao walikuwepo mechi 6 za nyuma ya kwamba tumefungwa mechi 6, twendeni tukapambana. Wale wapya tunawaambia kabisa hamkuwepo, lakini na nyinyi mnabeba hii record. Hatuwezi kusema mechi 6 hizi tulifungwa wakati wa Mutale. Mechi 6 hizi tumefungwa Simba, na wewe ni Simba, maana yake ulifungwa. Ibebe hiyo pressure, twende ukatuvushe salama. Semaji, wakati mnawasili unaandika pale mbuzi nani mbuzi kabla huku sinakunywa supu asubuhi, mchana na jioni. Mwezi Ndio mwezi, unamwona supu asubuhi, ndio maana yangu sasa. Huyo mbuzi ni nani? Huyo mbuzi ni nani? Huyu mbuzi bebe. Au nyie kwa sababu mmewafuata? Hapana. Asante. Chakula mjani.